Naam, karibu tena ndugu mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii usiku wa leo. Habari mbaya usiku wa leo, huku John Heche na wenzake waingia hatarini baada ya mawakili wa Said Issa kuomba mahakama ichukue hatua kali kwao, ikiwezekana iwafunge gerezani Heche na wenzake kwa sababu hizi. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti ama ni kuonyesha habari hizi kwa kina na kwa upana zaidi. Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam inayoongozwa na Jaji Awamu Mbagwa leo Jumanne Oktoba tarehe 28 mwaka wa 2025 imesikiliza kesi muhimu inayohusu tuhuma za kudharau mahakama inayohusiana na hukumu ya awali iliyotolewa Juni tarehe 10 mwaka huu. Kesi hiyo ambayo imevuta hisia za umma inajikita katika shutuma kwamba watu fulani walikaidi amri ya mahakama kuhusu usimamizi na mgawanyo wa mali ya mojawapo ya vyama vikuu vya upinzani nchini Tanzania. Wakati wa shauri hilo, mwakilishi wa upande wa waleta maombi wakili Gido Semfukwe alizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kikao hicho, akieleza wakili huyo kuwa wateja wake wanaomba mahakama kuingilia kati ili kuhakikisha haki inatendeka. Alisisitiza kwamba watu wanaoshtakiwa kwa kukaidi amri ya mahakama kuu lazima wakabiliwe na athari kali za kisheria ili kudumisha uadilifu wa mahakama, hii ikimhusisha naye John Heche na wenzake. Kwa mujibu wa wakili huyo wa Issa Mohamed, wateja wake akiwemo aliyekuwa naibu mwenyekiti wa Chadema Zanzibari Said Issa Mohamed na wengine wawili wanaamini kuwa kutotii kwa uamuzi wa Juni tarehe 10 ni kitendo kikubwa cha dharau na wanafaa kuadhibiwa. Alieleza kuwa amri hiyo imepiga marufuku kuingiliwa au kubadilishwa kwa mgawanyo wa mali za chama hicho cha Chadema kati ya Tanzania bara na Zanzibari hadi kesi kuu ya madai inayohusu mgogoro wa umiliki itakapoamuliwa kikamilifu, hii ikija kama taarifa mbaya kwa John Heche na wenzake. Alieleza kwa kina kwamba agizo la Juni tarehe 10 lilikuwa wazi na la lazima, na ukiukaji wake ulidhoofisha sio tu mamlaka ya mahakama bali pia imani ya umma katika mfumo wa haki. Alisema wakili huyo walalamikiwa katika shauri hilo walichukua hatua zinazokinzana na uamuzi wa mahakama licha ya kufahamu kikamilifu athari zake za kisheria. Aidha, wakili huyo alieleza kuwa wateja wake wanaitaka mahakama kutoa adhabu kali kwa John Heche na wenzake watakaopatikana ama wakipatikana na hatia, ikiwamo uwezekano wa kukamatwa na kuwekwa ndani gerezani hadi kesi ya msingi itakapomalizika. Alisema kuwa hiyo ndiyo njia pekee ya kudhihirisha kuwa sheria hiyo inatumika kwa usawa kwa raia wote bila kujali itikadi za kisiasa au hadhi gani. Aliongeza kuwa ombi la kuwekewa vikwazo halijachochewa kisiasa bali ni wito halali wa kutaka utawala wa sheria uheshimiwe. Katika maelezo yake alisisitiza kwamba kuruhusu kutotii amri halali ya mahakama bila kuadhibiwa kungeweka kigezo cha hatari kwa siku zijazo. Kwa upande wake, wakili Shaban Marjani aliwawakilisha waombaji hao alisisitiza kuwa maombi yao hayahusu kulipiza kisasi bali ni kulinda heshima na hadhi ya mahakama. Alieleza kuwa heshima kwa mahakama lazima iwe ya watu wote na sio kuchagua, akisisitiza kuwa hata viongozi wa kisiasa hawako juu ya sheria. Wakili huyo Marjani alisisitiza kuwa amri ya mahakama si pendekezo bali ni agizo la kisheria ambalo lazima lifuatwe. Alibainisha kuwa watu binafsi wanapopuuza hukumu hizo wanapinga misingi ya haki na uwajibikaji. Hisia zake zilionyesha wito unaokuwa miongoni mwa wanasheria wa kufuata zaidi maamuzi ya mahakama katika sekta zote. Waangalizi waliohudhuria kikao hicho walibainisha kuwa kesi hiyo ilizua hisia kali ndani ya Chadema, moja ya vyama maarufu vya upinzani nchini Tanzania. Kesi hiyo imefichua mpasuko wa ndani na kubainisha changamoto za usimamizi wa mali za kisiasa ndani ya miundo ya chama inayofanya kazi kote bara na Zanzibari. Wachambuzi wa masuala ya kisheria wakifuatilia matokeo hayo walieleza kesi hiyo kuwa mtihani mkubwa wa ukomavu wa kisiasa wa vyama vya upinzani vya Tanzania. Walisema matokeo yanaweza kuweka kigezo cha jinsi migogoro ya ndani ya chama inavyosimamiwa chini ya mfumo wa kisheria ya kikatiba. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa wamedai kuwa taratibu hizo zinaweza pia kuathiri jinsi mizozo ya siku zijazo baina ya vyama na ndani ya vyama inavyotatuliwa, hasa ile inayohusisha masuala ya fedha au mali. Walibainisha kuwa uamuzi wa mahakama kuu hatimaye unaweza kurekebisha uhusiano kati ya siasa na sheria nchini Tanzania. Jaji Awamu Mbagwa, baada ya kusikiliza hoja za waleta maombi na walalamikiwa,
ikiwa alitangaza kuwa uamuzi wa shauri hilo utatolewa Novemba tarehe 4, 2025. Mtazamaji, hizi ni taarifa mbaya kwa John Heche na wenzake ambao wanahusishwa katika kesi hiyo. Tamko hilo limeongeza maslahi ya umma, huku wengi wakisubiri hukumu ambayo inaweza kuwa na madhara makubwa ya kisheria na kisiasa. Wenye ndani ya chumba cha mahakama walionyesha kuwa hali ya hewa wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo ilikuwa ya wasiwasi na hofu, lakini yenye utaratibu, huku pande zote mbili zikiwasilisha hoja thabiti. Jaji Mbagwa alisemekana kuwa alisikiliza kwa makini mawasilisho yote na kuhakikisha kwamba msimamo wa kila upande unaeleweka vizuri kabla ya kubaki na kesi zinazoendelea. Zimeibua mijadala nchi nzima kuhusu umuhimu wa kuheshimu mamlaka ya mahakama, hasa katika kesi zinazoshtakiwa kisiasa. Watanzania wengi wanaona kesi hii kama wakati mahususi wa uhuru wa mahakama na uwezo wake wa kudumisha kutoegemea upande wowote, huku kukiwa na shinikizo la kisiasa. Wakati taifa likisubiri hukumu hiyo, mashirika ya kiraia na waangalizi wa utawala wamezitaka pande zote mbili kukubali uamuzi wa mahakama, vyovyote vile matokeo, na kuepuka vitendo vyovyote vinavyoweza kudhoofisha imani ya umma katika mfumo wa haki. Katika muktadha mpana, kesi inawakilisha zaidi ya mzozo kuhusu mali ya chama binafsi. Inaashiria mapambano yanayoendelea ya kusawazisha uhuru wa kisiasa na kuzingatia utawala wa sheria. Uamuzi wa mahakama kuu mnamo Novemba tarehe 4 mwaka huu unatarajiwa kutuma ujumbe mzito kuhusu uwajibikaji, nidhamu na heshima kwa mamlaka ya mahakama katika demokrasia inayoendelea ya Tanzania. Matarajio yanapoongezeka kuelekea hukumu ya Novemba tarehe 4, kesi hiyo inaendelea kutawala vichwa vya habari vya kitaifa leo, huku raia, wasomi wa sheria na wachambuzi wa kisiasa wakifuatilia kwa karibu na kwa makini kila jambo linalotokea. Wengi wanaamini kwamba matokeo hayataamua tu hatima ya watu binafsi wanaotuhumiwa kwa dharau, bali pia yataweka historia pana zaidi ya jinsi kesi za siku zijazo zinazohusu taasisi za kisiasa zinavyoshughulikiwa na mahakama. Hali ya wananchi inabaki kuwa macho, huku Watanzania wakisubiri kuona kama utawala wa sheria utashinda vita vya ndani vya kisiasa. Mzozo unaozingira kesi hii pia umeibua tena mazungumzo kuhusu uwajibikaji ndani ya vyama vya siasa na mipaka ya mamlaka ya utendaji katika miundo ya chama. Wachambuzi wanahoji kuwa ikiwa mahakama itatoa uamuzi dhabiti dhidi ya dharau hiyo, itathibitisha tena kwamba hakuna taasisi ya kisiasa au mtu binafsi aliye juu ya sheria, na hivyo kutuma onyo kali kwa wale ambao wanaweza kujaribu kukaidi maagizo ya mahakama katika siku zijazo. Kesi hizo zimekuwa somo muhimu katika utawala, haki na heshima kwa utaratibu wa kitaasisi na mahakama. Katikati ya mzozo huu wa kisheria, mashirika mbalimbali ya haki za kiraia yametoa wito wa utulivu na subira kutoka kwa wafuasi na wakosoaji wa pande zinazohusika. Wanasisitiza kwamba uhuru wa mahakama lazima ulindwe kwa gharama yoyote, na kwamba jaribio lolote la kuingiza siasa au kuendesha matokeo ya mahakama linaweza kuondoa imani ya umma. Mashirika hayo yamewahimiza Watanzania kuacha mfumo wa utoaji haki ufanye kazi bila kuingiliwa na kuhakikisha kuwa hukumu ya mwisho inaakisi misingi ya haki na kutopendelea. Hatimaye taifa linapokaribia tarehe 4 Novemba, mpambano wa mahakama umekuja kuashiria nguvu ya kudumu ya taasisi za kisheria za Tanzania, huku kukiwa na misukosuko ya kisiasa. Ikiwa uamuzi huo unapendelea upande mmoja au mwingine, hukumu ya mahakama kuu itakumbukwa kama wakati muhimu uliofafanua upya uhusiano kati ya sheria, siasa na uwajibikaji katika safari ya kidemokrasia ya Tanzania.